Ni Jumatatu ya Novemba 24 mwaka wa 2025. Kama ilivyokuwa desturi, hii ni Jambo TV. Oktoba 29 mwaka huu ni siku ambayo haiwezi kusahaulika, sio tu kwa Watanzania bali pia kwenye kumbukumbu za kikanda na kimataifa, hasa pale wanapoiangaza Tanzania kwenye nyanja mbalimbali, hususan demokrasia, haki za binadamu na utawala bora. Sio tu kwa sababu siku hiyo Watanzania walikuwa wanafanya maamuzi ya kuchagua viongozi wanaowataka, yani siku ya uchaguzi mkuu, lakini pia ni siku ambayo kuliibuka maandamano yaliyozaa vurugu zilizopelekea uharibifu wa mali za umma na binafsi, majeruhi, lakini kubwa kuliko yote ni kutoweka kwa watu kwenye mazingira tatanishi na vifo. Maandamano na vurugu hizo zimeripotiwa kwenye maeneo mbalimbali nchini, huku mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Songwe, Njombe na Mbeya ikitajwa kuwa kinara, ambapo licha kushuhudiwa idadi kubwa ya waandamanaji, lakini pia maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama nao wakiongozwa na jeshi la polisi walishuhudiwa wakijaribu kuzuia ghasia zilizojitokeza. Kilichofuata baada ya hapo ni historia ambayo katu si ya kukumbukwa hata kidogo. Katika kudhihirisha ukubwa wa tatizo linalotukabili kama taifa na kuonesha wazi kwamba tuko kwenye mtanziko unaohitaji majibu ya kujua tunatokaje hapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tayari ameunda na kuzindua tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu na siku zilizofuata, tume inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande Othman. Wakati tukisubiri ripoti ya tume hiyo katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, na licha ya ukweli kwamba kumekuwa na maoni na mapokeo yenye mitazamo tofauti kuhusu tume hiyo, lakini bila kuingilia kazi na uhuru wa tume, jambo kubwa ninalotaka kuligusia kwenye makala hii ni kuhusu kile kinachoelezwa na serikali kwamba waandamanaji walijitokeza kutokana na ushawishi kutoka nje ya nchi na wanaharakati wa mitandaoni wanaoweka sumu inayolenga Watanzania wachome nchi yao. Hivi karibuni, akiwa kwenye ziara ya kikazi Ikungi mkoani Singida, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alitoa wito kwa Watanzania hususan vijana kuilinda nchi, kwa kuwa hata miundombinu iliyopo wanapaswa kutambua kuwa ni mali yao, kwa kuwa miradi hiyo inatekelezwa kwa kodi zao, hivyo kuiharibu ni kujirudisha nyuma wenyewe kimaendeleo. Vijana wa Ikungi na vijana wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tuilinde. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tuilinde nchi yetu. Hata miundombinu hii ni mali ya Watanzania. Ukiona barabara ni mali ya Watanzania. Ukiona nguzo na umeme wake ni mali ya Watanzania. Ukiona kituo cha afya ni mali ya Watanzania. Mimi nimekuwa hazina pale. Hakuna fedha inayoitwa ya serikali. Fedha yote inayotengeneza haya inatoka kwenu. Fedha yote inayotengeneza hii miundombinu inatoka kwenu. Hamna fedha inaitwa ya serikali kwamba nyinyi ndio ya serikali. Ukijibana hivyo ukajenga barabara, ukajibana hivyo ukajenga kituo cha afya, ukajibana hivyo ukajenga zahanati, kwa sababu yoyote ile ukienda ukaharibu, haihurumii nguvu iliyotumia ya kwako mwenyewe. Hii nguvu si ya serikali, ni ya kwenu wananchi wa Tanzania. Na waombeni tuilinde nchi yetu. Wengi wanaochochea haya mambo, fuatilieni, chukua kwa utaratibu kamzuri, fuatilia. Anayepaza sana sauti kuwa chomeni nchi yenu, yeye hayuko hapa. Watoto wake hawako hapa. Zamani Unyirambani kule na Usukumani kule kulikuwa na tabia ya kupiga wanawake. Watu wote wakawa wanatushauri, kama mmeenda kuchunga kule, rafiki yako akianza kukuambia jioni tukifika tupige wake wetu, uwe na akili.
inafika jioni yeye anapiga ngozi, wewe unapiga wako. Wewe kesho wote wanaenda kulima, wewe unaugiza wako umeshamvunja mikono. Watu wako na nchi nyingine wanaishi kule kwingine, wanawaambiaje chomeni nchi yenu? Wao watabaki na nchi yao, ninyi mtakuwa na nchi. Wengine kule waliko, barabara yao huwezi ukadondosha hata karatasi. Wanaihurumia barabara yao, hata karatasi hawaruhusu kutupa. Hawaruhusu kutupa hata karatasi kwenye barabara yao. Ninyi mnaambia haribuni ya kwenu, wao watapita barabara imenyooka kama mkeka. Wengine majirani zenu hapa, mambo mengine ni ya vita za kiuchumi. Wameona Tanzania inajenga reli, wameona Tanzania imeboresha bandari, wameona Tanzania utalii wake unakuwa, wameona mpango kazi, tunataka tujenge reli kusini na kaskazini, wanataka tujenge reli mpaka Singida. Wanajua haya majamaa yanataka kuwa kama Marekani haya. Wanarundika vijana hapo, wanahamasisha vijana walioko huko. Na wale waliorundika wengine ni Watanzania. Wametoa wapi hela za kurundika vijana wote hao nchi ya nje huko? Kama hawajanunuliwa, wametoa wapi hela? Watanzania lazima tuamke, hatupendi namna hiyo. Wanajua Tanzania kuna gesi inataka kuanza kutekelezeka. Wanajua Tanzania kuna madini ambayo hayapatikani duniani kote. Wanajua yanataka kuanza kuchimbwa. Ukienda hapa Manyoni tu hapa, nenda huku wapi, kila kona unakutana madini ambayo nchi zingine hazina. Ninyi kwamba mnaona hao wanawapenda sana. Lazima tulinde kila Mtanzania. Kila Mtanzania ukitulizana ukawaza, sema Mungu ametupa nchi nzuri. Dr. Mwigulu alienda mbali zaidi na kueleza kuwa wengine wanaotoa ushawishi huo hasi ni majirani zetu, yani nchi jirani, na kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya vita vya kiuchumi, kwa kuwa wameona Tanzania inatekeleza miradi mikubwa ya maendeleo na kukuza uchumi wake kwa kasi. Sambamba na hilo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa, akizungumza na wanahabari Novemba 23 mwaka huu kwenye ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yani JNICC jijini Dar es Salaam, ametoa kauli zinazoshabihiana moja kwa moja na zile zilizotolewa siku chache zilizopita na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Katika maelezo yake, Msigwa amewasihi wa Tanzania kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa au habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wa kitaifa, akitoa wito kwa Watanzania kung'amua mtego wa kuliangamiza taifa, kwa kuwa kwa pamoja tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu walioko nje ya nchi na ambao hawaguswi na chochote juu ya maisha ya Watanzania, wanaowashawishi vijana wa Kitanzania kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu. Tutakaoangamia ni Watanzania wote. Kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tung'amue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu. Tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia, madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanywa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa maudhui kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ya kufanya madai kwa vurugu na kuharibu nchi. Natamani Watanzania wawe wanauliza, nyinyi wenzetu huko mkiwa mna madai, mnachoma vituo vya mafuta, mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji.
Mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao, mnafanya hivyo. Ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare, vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao. Ukichakata kwa karibu kauli hizo za serikali, utakubaliana na mimi kuwa zinaendelea kuibua maswali lukuki kuhusiana na jambo lenyewe linalotukabili. Sina maana sikubaliani, la hasha. Naamini serikali na mkono mrefu sana, na kwa kuwa kauli hizo zimetolewa na viongozi waandamizi serikalini, basi sina wasiwasi kabisa kuwa ni kweli kuna watu wa nje wanataka kutuharibia nchi yetu. Lakini pamoja na mambo mengine, miongoni mwa swali la kujiuliza hapa ni hao majirani wenye roho mbaya hivyo dhidi ya nchi yetu nzuri Tanzania ni kina nani? Kwa nini serikali isiamua kuwaweka hadharani kabisa? Najua lipo swala la kidiplomasia, lakini kama umefikia hatua hii, ni wazi kabisa wao si majirani wema kwetu. Na kwa kuwa hili jambo ni la kitaifa, basi ni vizuri kila mmoja wetu akamfahamu mbaya wa nchi yetu ili tujiepushe kuwa karibu. Kuna jambo nimelisikia linagusiwa na viongozi wetu wa serikali, kuwa huenda baadhi ya vijana au sijui wote pengine walilipwa hela kufanya walichofanya. Au inawezekana hao majirani zetu wabaya ndio walilipwa hela au wanaendelea kulipwa kwa ajili ya kuchoma nchi yetu. Sasa hapa na hapo, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinapaswa kuja na majibu. Iliwezekanaje mamia kwa maelfu ya watu waliojitokeza kuandamana, wengi wao wakiwa vijana, wakafikiwa, kushawishiwa hadi kufikia hatua ya dhamira yao mbaya kwa taifa kukamilisha? Au tusubiri tume ya uchunguzi pia? Naeleza yote haya kama tahadhari kwa serikali yangu na nchi yangu nzuri Tanzania. Maana lazima tujue kuwa Watanzania wa sasa, hususan vijana, ni wadadisi sana. Haitoshi tu kuwaambia mambo juu, wanahoji sana na wanapaswa kupatiwa majibu sahihi ili wasikubali kupokea pesa za wabaya wetu wawe upande wetu.